Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Mei 21 mwaka wa 2026, siku ya Alhamis. Mada ya leo inasema imani ya Yesu. Kadiri ulimwengu huu unavyokaribia mwisho wake, sehemu ya ujumbe wa malaika watatu inaelezea watu wa Mungu kuwa wanashika amri za Mungu na wana imani ya Yesu. Soma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 14 ya 12. Je, imani ya Yesu inamaanisha nini? Kama ukijifunza jinsi ambavyo Waadventista wa Sabato wameelewa kuhesabiwa haki kwa imani, utaona kwamba katika miaka ya 1890 uelewa wa imani ya Yesu na ujumbe wa malaika watatu vilihimizwa sana kanisani. Hadi kufikia wakati huo, kanisa lilikuwa limeweka mkazo mkubwa katika sheria na ulihitajika mkazo zaidi wa Injili. Ellen G. White anaielezea vyema kwa kifupi: amri za Mungu zimetangazwa, lakini imani ya Yesu haijatangazwa na Waadventista wa Sabato kama yenye umuhimu sawa. Sheria na Injili vikienda bega kwa bega. Selected Messages, Book 3, ukurasa wa 172. Ingawa Waebrania 11 inaorodhesha wanaume na wanawake waliokuwa hodari wa imani, hakuna ambaye amewahi kuwa na imani inayoweza kulinganishwa na ile ya Yesu. Soma Mathayo 26 aya 36 hadi 42. Je, hii inatuambia nini kuhusiana na imani ya Yesu katika wakati huu muhimu sana? Tunapokuwa na imani ya Yesu, hii inamaanisha kuwa si kwamba tu kwa utii kwake na kwa neno lake tutaiga imani aliyokuwa nayo kwa Mungu, lakini pia kwamba tutakuwa na uzoefu hai wa kila siku wa kuishi na Yesu. Ni kujua na kutenda katika msingi wa kwamba bila kumfanya Yesu kiini cha maisha yetu ya kila siku, hatuwezi kuwa na uhusiano unaookoa na Mungu. Kuwa na imani ya Yesu kunamaanisha kumruhusu Yesu kukaa ndani yetu na hivyo kuwa na imani yake ndani ya mioyo yetu, kwa maana Yesu ndiye msingi wa kweli wa imani yetu. Nyakati zingine imani yetu yaweza kuwa dhaifu na nyonge, lakini Yesu anastahili. Ufunuo 5:9. Na imani yake inaweza kudhihirishwa katika uzoefu wetu wenyewe na kuhesabiwa kwetu kwa karama yake ya neema kwa wote waaminio. Ni kwa kiasi gani unahitaji imani ya Yesu? Kwa unyenyekevu mwombe Yesu akupatie, na dai Waebrania 11:6 kama ombi lako binafsi ukisema: Bwana, pasipo imani haiwezekani kukupendeza. Naja kwako na kuamini kwamba wewe upo na kwamba utanipa thawabu nikikutafuta kwa bidii. Nafanya hivyo sasa. Hii ni Mei 21, siku ya Alhamis, mada ikisema imani ya Yesu. Hapo kesho tutajifunza zaidi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.